Nachukua nafasi hii pia kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi na kushiriki na sisi katika tukio hili la sherehe hii ya uzinduzi wa huduma ya muhimu za vipimo vya CT scan, digital mammography, digital x-ray na digital ultrasound katika hospitali yetu. Tunatambua majukumu mengi ulionayo kitaifa, lakini pamoja na yote umekubali kujumuika nasi katika siku hii muhimu kwetu, na unaona umetuheshimu sana. Pia tunaona jinsi unavyothamini afya kwa Watanzania. Tunashukuru sana na Mungu akubariki. Kwa heshima na taadhima, naungana na baba askofu wetu Dr. Abednego Kesho Mshahara wa KKT Diocese ya Kaskazini Magharibi na mwenyekiti wa bodi ya hospitali kukukaribisha sana wewe na wote ulioandamana nao hapa Ndolage. Aidha, ninawakaribisha sana wageni wote mliofika kushiriki katika siku hii muhimu kwetu. Nawashukuru sana, nasema karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali ya Ndolage iko katika kata ya Kamachumu, wilayani Mleba, katika mkoa wa Kagera. Ilianzishwa mwaka 1928 kama zahanati na wamisionari kutoka nchini Ujerumani ambao ni Dr. Frederick Koba na mkewe waliokuwa wamekuja kueneza neno la Mungu hapa Kagera. Wakati wakiendelea na majukumu ya kutangaza neno la Mungu, waligundua uhitaji mkubwa wa huduma za afya kwa watu wa eneo hili. Ndipo hapo wazo la kuanzishwa hospitali hii lilipoanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali hii ni mojawapo ya vituo 16, hospitali 2, vituo vya afya 2, zahanati 11 na taasisi ya afya 1 vya utoaji wa huduma za afya vinavyomilikiwa na kuendeshwa na KKT Diocese ya Kaskazini Magharibi, na inatimiza kusudi la kanisa la kumhudumia mwanadamu kimwili na kiroho na kuonesha huruma ya Mungu bila kujali hali yao, jamii, dini, rangi, siasa, jinsia na kadhalika. Kwa sasa hospitali ina uwezo wa vitanda 260 na jumla ya wafanyakazi 138. Utoaji wa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali yetu inatoa huduma bora na kamilifu kwa wananchi wote wa wilaya ya Mleba, wilaya jirani na baadhi ya wilaya ya mkoa wa Geita kwa kufuata sera na miongozo ya serikali yetu. Katika kipindi cha Januari hadi Disemba 2024, hospitali imehudumia jumla ya wagonjwa kama ifuatavyo: wagonjwa wa nje 44,367, wagonjwa wa ndani 6,685, mama na mtoto 30,970, huduma za upasuaji 3,288, waliojifungua 1,213, wa ukimwi 3,441 na tibwa shufaa 718. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunacho kitengo cha macho kinachotoa huduma, ushauri, dawa, upasuaji kwa wagonjwa wenye matatizo ya macho kama vile mtoto wa jicho, presha ya macho, vidonda vya macho na kutoa miwani kwa kutumia vifaa bora na vya kisasa kama ocular ultrasound, auto retractor, B-scan na digital slit lamp. Pia tunatoa huduma ya mkoba, yani outreach, kufuata wagonjwa wa aina hii kutoka sehemu mbalimbali hasa vijijini ili kuwafikia wagonjwa wale ambao hawawezi kufika hapa hospitalini, na baadhi yao wanaletwa na kufanyiwa upasuaji. Na kwa mwaka 2024
tumewahudumia wagonjwa takriban 2831. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile tuna huduma ya tiba shufaa imeanza kutolewa katika hospitali ya Ndolage mnamo mwaka 2008, na lengo kuu ni kuboresha hali ya maisha ya wagonjwa wenye magonjwa ya kusendeka na kutishia maisha. Hii ni pamoja na kutoa huduma kwa ndugu na jamaa wanaoishi na magonjwa. Huduma hizi zinatolewa kwa kumwangalia mtu katika nyanja 4 kama ifuatavyo. Tunawatibu wagonjwa hawa kimwili, tukiwa na maana maumivu ya kimwili, kiakili, mawazo pamoja na hisia, kiroho, yani mahusiano ya mgonjwa pamoja na muumba wake, lakini vile kijamii, mahusiano ya mgonjwa pamoja na jamii. Huduma hii inaanza pale mgonjwa anapotambuliwa, mwendelezo wa ugonjwa hadi anapofikia mwisho wa maisha, kumwandaa yeye na familia kupokea matokeo. Tangu mwaka 2008, hospitali ya Ndolage imetoa huduma kwa wagonjwa 718, kwa wagonjwa wa kansa, ukimwi, kisukari, kifafa, shinikizo la damu, kiharusi, pumu, selimundu, midomo chakavu, vidonda pingifu, majeraha, mtindio wa ubongo, utapiamlo, yatima, ulemavu na wenye shida ya kuoza mifupa. Huduma ya msamaha. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali ya Ndolage inacho kitengo cha PPF, Poor Patient Fund, ambacho kipo mahususi kutoa huduma kwa wagonjwa wanaoshindwa kulipia matibabu wanayopata. Wagonjwa hao ni kama vile watu wazima, watoto na wajawazito. Na tangu Januari 2024 hadi Disemba 2024 waliopata huduma ni kama ifuatavyo. Tumeweza kutibu watoto 57, watoto waliolazwa ni 527, watu wazima 86, mama wajawazito 120, jumla 790 kwa gharama kubwa ambayo ni 337,842,866, tukiwa tuna maana milioni 337,842,866. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha, mbali na huduma za matibabu zinazotolewa katika hospitali yetu ikishirikiana na taasisi ya afya Ndolage Health Institute of Health Science iliyoanzishwa mwaka 1954 kwa dhumuni la kuzalisha wataalamu wa afya ambao wanapata mafunzo ya kutosheleza kwa vitendo kupitia clinical rotation hapa hospitalini. Na kwa sasa chuo hiki kina kozi mbalimbali kama vile ustawi wa jamii, wauguzi na wakunga, maafisa tabibu, wafamasia na wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Lakini pamoja na hayo, tupo mbioni kusajili kozi mpya ya radiolojia ambayo kupitia vifaa hivi vya tiba itapata kutumika vyema katika ufundishaji wa vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuboresha na kutunza vifaa vyetu vya tiba kwa ufanisi mkubwa, tumeunda kampuni ya ELST MITS, Evangelical Lutheran Church of Tanzania Medical Automotive and Electrical Technical Service, inayojishughulisha na matengenezo ya magari, marekebisho na usimikaji wa vifaa tiba pamoja na mifumo ya umeme katika vituo vya kanisa na jamii inayotuzunguka. Na leo Mheshimiwa mgeni rasmi umeizindua kampuni hii. Huduma ya vipimo vya CT scan, mammography, X-ray na ultrasound. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali ya Ndolage iko katika utekelezaji wa mpango mkakati wa hospitali wa miaka 5 kuanzia Julai 2020 hadi Juni 2025, ambapo pamoja na mambo mengi
na mengine umekuwa na lengo la kupanua wigo wa huduma zitolewazo na kuboresha kwa kuongeza huduma za kibingwa zilizopo ili kuwapunguzia wananchi mzigo wa kufuata matibabu Mwanza na Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima ya kipekee naomba nichukue fursa hii niweze kumkaribisha Mheshimiwa Baba Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Askofu Daktari Abednego Nkamwabwa Kesho Mshahara, na atafika mahali hapa kwa ajili ya kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza kwa ajili ya kusema neno, lakini pia kwa ajili ya kutoa tuzo. Wakati anasogea, naomba nisikie makofi mengi na vigeregere kwa ajili yake. Mheshimiwa Baba Askofu, karibu sana ili uweze kutoa neno. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi ambaye ni mkuu wetu wa mkoa wa Kagera, Hajat Fatma Mwasa, Mheshimiwa katibu tawala wetu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Muleba, Mheshimiwa mbunge Mwijage ambaye tuko kwenye eneo lake ambalo ni eneo lake la uchaguzi, jimbo lake la uchaguzi, na yote haya yanatokea wakati yeye akiwa mbunge. Vigeregere. Basi tunapenda vile vile kutambua uwepo wa waheshimiwa viongozi wa dini, Mheshimiwa shehe wetu wa mkoa, waheshimiwa mashehe, waheshimiwa mapadri, wachungaji, masista, wainjilisti, waheshimiwa viongozi wote wa serikali na waalikwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nianze kwa kusema kwamba tunapotaja neno hospitali, tukataja waganga, tukataja wauguzi, tukataja vifaa tiba, tunaongea jambo nyeti sana la kufa na kupona. Na ni nyeti kwa sababu linahusu kufa na kupona kwetu. Hivyo ni jambo nyeti linalohusu uwezekano wa sisi kuishi vizuri na kufa vizuri. Na kwa sababu hiyo niseme mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni shukrani. Napenda kumshukuru kipekee mgeni wetu rasmi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi siku ya leo, maana bila uwepo wako tungepwaya. Tumpigie makofi, alama ya kumshukuru sana. Vile vile napenda kushukuru Dr. Deusdedith Mwemezi, mkurugenzi wa Jenga Tanzania, ambayo inajihusisha na kilimo cha kuinua mapato ya kufadhili afya. Yeye namshukuru sana kwa kushirikiana vema na wadau wa Marekani waliotupatia vifaa hivi vyenye thamani ya shilingi bilioni 3. Namshukuru yeye na wenzake wameisha tajwa, ambao ni Dr. Mganyizi Kairuki na mke wake, ambapo baadaye nitawaomba kila mmoja kusimama tena, na vile vile Dr. Kawa Amos, ambao wametuunganisha na wenzetu wa Marekani kupata vifaa tiba hivi. Kwa hiyo nianze tena kwa kumwamsha Dr. Mwemezi. Naomba Dr. Mwemezi usimame tena, tutawasimamisha sana, na makofi tena kwa ajili yao. Na asubuhi nilimtambulisha mama yake, watu walikuwa. Shukrani ya 4 ni kwamba tayari vifaa hivi vimeanza kutumika na kusaidia wengi ambao mbali na ugonjwa walikuwa na ugonjwa wa nauli. Kuna ugonjwa, lakini kuna na ugonjwa wa hofu ya nauli kwenda mbali. Wengine walikuwa na hofu, ugonjwa wa matunzo ukiwa mbali, ugonjwa wa gharama za malazi na chakula ukiwa mbali. Sasa hivi tunashukuru Mungu, yote yanatendeka hapa Ndorage. Bwana Yesu asifiwe sana.
Waliohudumiwa wametoa mrejesho mzuri sana. Waliohudumiwa hapa wametokeza mrejesho mzuri sana wa matumaini, na moja kwa sababu ya furaha baada ya kutoka kwenye kile chombo kinachozunguka hivi, kile chombo mliofika mkakiona kinachozunguka hivi. Baada ya kutoka walimuuliza, umeionaje hali hii? Akasema, nimetoka mochwari. Akasema kwa furaha yeye aliona kifaa kile jina sana. Tunapenda kuwashukuru marafiki zetu wa Ujerumani ambao walifika hapa na kutoa mafunzo ya kutumia vyombo hivi kwa muda wa wiki kama 2 hivi, na baada ya kurudi wametupatia ufadhili kwa binti yetu anaitwa Shadia Ali Majidi. Ataenda Ujerumani kwa wiki 2 kujifunza namna ya kuhudumia akina mama lakini na akina baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika shukurani hizo tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kuhakiki vifaa hivi na kuona kwamba vinafaa kwa matumizi ya tiba na afya katika taifa letu, na kwa hiyo tunashukuru kwamba tumepata kibali na ruhusa. Vile vile tunaishukuru serikali kwa kutupatia transformer kubwa ya umeme inayostahimili ukubwa wa vifaa hivi, na hilo tusingeliweza sisi bila msaada wa serikali. Tunapenda vile vile kuishukuru serikali kwamba inaendelea kulipa mishahara ya baadhi ya madaktari na wauguzi. Hilo kwetu ni jambo kubwa linaloleta ahueni katika uendeshaji wa hospitali. Tunashukuru vile vile kwa ajili ya uhusiano unaokaribia kuwepo sasa kati ya Ndorage na hospitali kubwa ya Jakaya Kikwete inayotibu magonjwa ya moyo, ambapo nilifika na Bwana Tinka kule kuzungumza nao, wakakubali kuwa na udugu, uhusiano wa kuwa wanakuja hapa na kutumia vifaa hivi kutoa huduma kwa watu wengi wa kanda ya Ziwa ili kupunguza makali ya kusafiri, na tuko mbioni kusaini makubaliano ya huduma hizo. Napenda vile vile kushukuru uongozi wa Bima ya Afya Tanzania kwa kukubali kwamba baada ya kuviona vifaa hivi vinafaa, hata wagonjwa wenye bima ya afya watalipiwa gharama hizo hapa Ndorage bila pressure. Napenda vile vile kushukuru sana vituo na sharika na majimbo ya dayosisi yetu kwa kuchangia fedha za ujenzi wa jengo la kusimika vifaa hivi milioni 200, na vile vile na washukuru wote wenye mapenzi mema wana Kagera ambao tayari wameanza kuchangia upatikanaji wa generator kubwa ya kusaidia uchunguzi uendelee hata umeme ukikatika. Na hapa sasa hivi ninazo 500,000 kutoka kwa Dr. Sospita Byarugaba, yuko Namibia. Mzee Rutabingwa anamfahamu. Ametuma 500,000 akisema zisaidie kama mchango wangu katika harakati za kununua generator. Kwa hiyo wanaoandika 500,000 ziko hapa, noti mpya kwa ajili ya shughuli hii. Na sasa mwisho ni jambo la pili ambalo ni maombi yetu maalum kwa serikali. Jambo la kwanza limeisha tajwa, la kuomba kilomita 4 hizi ziwe za rami ili anayetibiwa kwa vifaa hivi vikubwa vya kisasa na vya kitaalamu asitoke Bukoba kwenye rami vizuri, alafu akishafika Kamachumu anaanza kuhangaika kwa sababu ya mashimo na kuteleza au kukwama. Kwa hiyo tunaomba bahati nzuri na mheshimiwa mbunge anaweza akatusemea huko ili tupate barabara hiyo ya rami kilomita 4. Jambo la pili ni ombi la madaktari bingwa, kupata madaktari bingwa na wauguzi pamoja na mafundi wa vifaa tiba zaidi kutoka serikalini
ili vifaa tiba hivi viwe endelevu na viweze kuwa vyenye tija kwa Wanakagera na Watanzania wote. Ombi letu lingine ni kuomba ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini zitoazo huduma za tiba na afya ziendelee. Ushirikiano uendelee katika mfumo wa PPP. Kwa njia hiyo tuweze kupata madaktari, tuweze kupata wauguzi na vile vile kupata fedha za kuwezesha uendeshaji. Ombi lingine kwa serikali, tunaomba kwamba madaktari walioko kwenye ruzuku ya serikali katika taasisi za dini watendewe sawa na wale wanaolipiwa mishahara na serikali katika taasisi za dini, hasa kodi ya posho zao. Kwa hiyo hapo ni swala la posho, wanakuwa na tofauti kidogo tu. Hawa wanalipiwa mishahara, hawa wanaruzuku, wote ni kutoka serikalini, lakini posho zao kodi inakuwa tofauti. Jambo lingine la kuomba ni kwa wanajamii kuja kwa wingi kutumia fursa ya vifaa hivi, wachunguzwe zaidi afya zao, na ndilo lengo la vifaa tiba hivi. Vile vile ushirikiano na hospitali zote za hapa Kagera, tunaomba uwepo mtandao wa kushirikiana kama alivyosema Dr. Deusdedith Mwemezi, uwepo mtandao wa kushirikiana katika kutumia vifaa tiba hivi. Wagonjwa wanaendelea kuwa kwenye hospitali walipo, lakini majibu yanatoka hapa, tiba zinaendelea huko walipo, na kwa njia hiyo hospitali zote zitanufaika bila kujali kwamba kuna umbali gani kutoka hapa na hospitali zile zilipo. Mwisho, na waomba tuendelee kuchangia uendelevu wa hospitali hii. Leo tutachangia na wachangiaji wengine wameshaanza. Tuchangie patikana kwa generator kubwa ya kustahimili vifaa tiba hivi, ili hata umeme ukikatika, huduma ya kumponya mtu wa Mungu iendelee bila vikwazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuyasema haya, napenda kuwashukuru nyote kwa kufika kwenu. Naona ukumbi umejaa, nikiashiria cha mahusiano mema ambao ameuita mheshimiwa diplomasia ya uchumi. Mimi naona hii ni diplomasia nzuri ya uchumi, maana hata uchangiaji wetu utakuwa na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waguma Walangira mulio. Awali ya yote, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutujalia afya njema na kutuweza kukutana hapa leo tukiwa salama. Nitumie fursa hii kipekee sana kukushukuru kwa dhati Baba Askofu Dr. Abednego Kesho Mshahara, askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, kwa kunialika ili nishiriki nanyi katika sherehe hizi za uzinduzi wa huduma za vipimo vya uchunguzi kupitia vifaa tiba vya kisasa kwa maana ya CT scan, digital mammography, digital x-ray na ultrasound, ambavyo leo vimezinduliwa katika hospitali yetu ya Ndolage. Na kushukuru sana ndugu zangu wana KKT. Nianze kwa kufikisha shukrani za upendo, salamu za upendo na shukrani nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Daktari Doto Mashaka Biteko, ambaye leo ndio alipaswa kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Anawashukuru sana kwa heshima mliompa, na hakika alikubali, na nilifikisha salamu kwa Baba Askofu ilikuwa awe nasi leo, lakini baadaye akapata udhuru na akaomba radhi sana kwa kutoweza kuwa na sisi leo.
lakini alipopata udhuru huo alimwagiza waziri wa afya Dr. Mheshimiwa Jenista Mhagama, naye aliridhia na akatujibu kwa maandishi, na nikafikisha maandishi yale kwa Mheshimiwa Baba Askofu kwamba Mheshimiwa Jenista amekubali kuwa mgeni rasmi leo. Kwa bahati sio mbaya, nzuri, kukawa leo kuna uchaguzi huko Geneva. Daktari, mnajua tunaye mgombea wetu Daktari Janabi anagombea tena katika kinyang'anyiro cha ukurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Kwa hiyo waziri wa afya amelazimika kumsindikiza Geneva kwenye kinyang'anyiro. Tunaamini kwamba akipata atakuwa ameisaidia zaidi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo kwetu sisi kwenda kwake ni baraka zaidi. Kwa hiyo kiroho safi tuliridhia Mheshimiwa Jenista aende Geneva badala ya kuja Ndolage leo. Mheshimiwa Jenista aliomba afanye shughuli hii tarehe 7 mwezi wa 6, aje azindue vifaa tiba hivi, lakini tukajadiliana na viongozi wa kanisa, ikaonekana kwamba tuna wenzetu wengi wakiwemo wale waliotoka Marekani tayari wamekwisha kufika Tanzania. Kwa hiyo mabadiliko yoyote ya tarehe yangewaathiri pakubwa. Basi tukakubaliana nimwakilishe waziri wa afya pia. Kwa hiyo niko hapa. Na kwa vile sisi ni waamini, tunaamini kwamba kila jambo hupangwa na Mungu, basi naamini imempendeza Mungu leo nishinde hapa na Baba Askofu, nipate upako huu, nipate baraka hizi, na nile chakula cha mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Ndolage ili maupako yaniongezekee. Asanteni sana. Ndugu zangu wana Ndolage, kwa namna ya pekee sana ni wakaribisha wageni wote kutoka nje ya mkoa wetu wa Kagera mliofika hapa kuja kushuhudia sherehe hizi za uzinduzi huu wa huduma muhimu za vipimo kupitia vifaa tiba vya kisasa kwenye hospitali yetu ya Ndolage. Kwa kuwa wengi mlioko hapa ndio wale mliosababisha tukawepo, kwa maana mmepambana kusababisha upatikanaji wa vifaa tiba hivi, na wengine mkashiriki kuvifunga, na wengine bado mnasaidia kututafutia resources na kutuwezeshea watumishi wetu wapate mafunzo. Kwangu mimi ni baraka sana kusema tunawashukuru sana sana sana. Ndugu wageni waalikwa, leo tuko hapa kwa ajili ya kushiriki sherehe za uzinduzi wa huduma muhimu za vipimo kupitia vifaa tiba vya kisasa ambavyo ni CT scan, digital mammography, digital x-ray na digital ultrasound machines, ambavyo kwa ujumla vimegharimu takriban shilingi za Kitanzania bilioni 3.3. Nikupongeze sana Baba Askofu Dr. Kesho Mshahara kwa uwekezaji huu mkubwa katika hospitali yetu ya Ndolage. Sasa hospitali hii itaanza kutoa huduma bora na stahiki za kibingwa kwa wananchi wetu wa mkoa wa Kagera na mikoa ya jirani na hata nchi jirani. Jana nilikuwa namtafuta kiongozi mmoja wa dini, lakini sio KKT, ni kiongozi wa Waislamu. Nikamtafuta, akaniambia nimelazwa. Wapi? Ndolage. Mbona umenikimbia ndugu yangu hapa government? Akasema kwa kweli Mheshimiwa Hajat, mimi Ndolage kuna nibariki zaidi.
Nikamwambia bwana, nimeboresha sana government. Akaniambia tatizo lako wewe Hajat, government wewe unatibu kwa vidonge na sindano tu. Mwenzako baba askofu anatibu kwa vidonge, sindano, sala na maombezi. Kwa hiyo nikasalimu amri. Hapa nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba hospitali hii ya Ndolage ikiwa na umri wa miaka yake 98 ni tegemeo kubwa sana kwa watu wote wa Kagera, bila kujali umri, dini, chochote kile, jinsia. Ni tegemeo kubwa sana. Ni hospitali kubwa na muhimu, na sasa inakwenda kuwa muhimu zaidi. Na hata mimi mwenyewe wiki ijayo nitapita hapa kufanya vipimo. Ningetamani sana kufanya leo, lakini tatizo la mapaparazi watakuwa kila saa wanaenda kuulizia majibu ya mama vipi. Sasa ngoja nije siku ambayo nitakuwa nimewatoroka, hawatajua nimekuja lini. Wanasahau kwamba majibu ya mgonjwa ni siri ya yeye na daktari wake. Ndugu wageni waalikwa, mkoa wa Kagera una jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 398, ikiwamo hospitali ya rufaa ya mkoa 1, hospitali za ngazi za halmashauri 22, vituo vya afya 50, zahanati 321 na polyclinic 4. Kati ya vituo hivyo vilivyopo mkoani hapa, vituo 303 ni vya umma kwa maana vya serikali, vituo 40 vinamilikiwa na mashirika ya dini, vituo 42 vinamilikiwa na watu binafsi, na vituo 13 vinamilikiwa na vyombo vya ulinzi. Kati ya vituo hivyo 40 vya kutolea huduma za afya vinavyomilikiwa na mashirika ya dini, vituo 16 vinamilikiwa na kuendeshwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, na hospitali hii ya Ndolage ikiwa moja wapo. Kwa hiyo mnaona kwamba Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania linamiliki karibu hospitali au taasisi za afya nusu yake, kwa sababu 16 kati ya 40 zinamilikiwa na KKT. Hapa mnastahili pongezi kubwa sana sana sana. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Mchango huu kwa serikali ni mkubwa sana, na tunawaahidi tutaendelea kuwaunga mkono. Ndugu wageni waalikwa, nimetaarifiwa kuwa hospitali ya Ndolage ilianzishwa mwaka 1954 na kusajiliwa rasmi na serikali mwaka 1997. Wakati wote huo hospitali hii imekuwa ikitoa huduma za afya kwa wananchi wa wilaya ya Muleba na wilaya jirani za mkoa wa Kagera. Leo hii tumepata vifaa tiba vya kisasa ambavyo vitasaidia kufanya uchunguzi wa haraka wa magonjwa kama kansa ya matiti na kusaidia pakubwa vipimo vya macho. Magonjwa haya yanapimwa na vifaa tiba vinavyojulikana kama digital mammography na ocular ultrasound. Kabla ya vifaa hivi vya kisasa kupatikana katika hospitali hii, huduma hizi zilikuwa zinapatikana nje ya mkoa wa Kagera. Aidha, huduma nyingine kama uchunguzi wa magonjwa na majeraha mbalimbali katika viungo vya ndani ya mwili, uchunguzi kwenye mifupa, kuganda kwa damu kwenye mishipa, zote zitaanza kutolewa na kusaidia wananchi kupunguza gharama za kufuata huduma hizi nje ya mkoa. Na pia itaondoa mlundikano wa wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na upatikanaji wa vifaa tiba hivi vya kisasa, lakini pia ni upongeze uongozi wa KKT Dayosisi ya Kaskazini Magharibi kwa kutoa ajira kwa wataalamu mbalimbali katika vituo vyake vya kutolea huduma. Mfano, katika hospitali hii kuna ajira za wataalamu mbalimbali wa sekta ya afya takriban 138. Na kati ya hao wafanyakazi
128 wameajiriwa moja kwa moja na kanisa. Ajira za watumishi hawa 128 ni uthibitisho kuwa kanisa la KKKT linaunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa ajira kwa Watanzania na hivyo kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira nchini. Ndugu wageni waalikwa, nimeelezwa pia kuwa hospitali ya Ndolage inahudumia wananchi takriban 82,322 kwa mwaka, na hawa ni wale wanaokuja wakihitaji huduma mbalimbali za matibabu. Hii ni idadi kubwa sana. Tunawapongeza sana Ndolage na tunawapongeza sana KKKT. Ni imani yangu kuwa kupatikana kwa vifaa tiba hivi vya kisasa kutaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za kawaida na huduma za kibingwa katika hospitali hii, na hivyo huduma za kibingwa katika mkoa wetu wa Kagera kuongezeka ukilinganisha na zile zinazopatikana katika hospitali zetu za serikali. Tunajivunia sana sana upatikanaji wa vifaa hivi. Aidha, ni dhahiri kuwa idadi ya wagonjwa sasa katika hospitali hii itaongezeka maradufu, na sisi tutaongeza ushirikiano kwenu. Na hii ni kwa sababu hata nikizunguka huko kote Tanzania na nje ya Tanzania, sitasema hivi vifaa vya KKT. Hivi ni vifaa vya nani jamani? Ya kwangu, ni vifaa vya mkoa. Wanatibiwa wananchi wangu. Wakisema Kagera, mkoa gani hauna mammography? Mimi sitanyoosha mkono, ninayo. Na huo ndio ukweli wenyewe. Ndugu zangu, pamoja na kwamba hospitali ya Ndolage hutoa huduma za afya kwa gharama ndogo au kwa wananchi kuchangia gharama za matibabu, lakini pia nimeambiwa kuwa wananchi wenye uwezo mdogo hupatiwa matibabu kwa msamaha wa matibabu. Tunashukuru sana. Kupitia kitengo cha Poor Patient Fund kwa kipindi cha Januari hadi Disemba 2024, jumla ya wananchi 790 walipata matibabu kwa msamaha, na hospitali ya Ndolage ilichangia jumla ya shilingi milioni 319.7. Msamaha huo unadhihirisha pasipo shaka kuwa kanisa linawahudumia wananchi kiroho na kimwili, na hakika hili ni jambo la kuigwa na kupongezwa sana. Binafsi najivunia sana mchango wa KKKT katika utoaji wa huduma za kiroho, afya, elimu na kadhalika. Ndugu wageni waalikwa, kwa namna ya pekee nipende kukuhakikishia Baba Askofu Dr. Kesho Mshahara pamoja na viongozi wengine wote wa dini kuwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuunga mkono juhudi hizi za taasisi za dini za kuwahudumia wananchi. Aidha, tutaendelea kutoa ushirikiano ili wananchi wote wapate huduma bora na kwa wakati. Serikali itaendelea kuajiri na kuleta wataalamu katika hospitali hizi ili kutoa utaalamu wao, hususan wa kibingwa, kwa kuwa vifaa tiba vya kisasa na wezeshi tayari vipo hapa. Mheshimiwa Baba Askofu, nimepokea maombi haya na nitayafikisha kwa Waziri wa Afya kwa maandishi, lakini na mimi mwenyewe kujiwasilisha kwake physically ili anielewe vizuri. Na kama alivyosema mwenyekiti, mimi ni king'ang'anizi, na ni king'ang'anizi kweli kweli. Ukiomba tukiungwana afu ukatoweka utakumbukwa. Nchi nzima ina shida, kila mtu ana kilio chake. Sasa wewe jilegeze tu.
uone utapata nini. Mimi siku hizi mmeshanifundisha kupiga goti kihaya, najua kulipiga kweli kweli. Utake usitake utanipa ninachokuomba. Ndugu zangu, tunapoyafanya haya hatucompete na hospitali zetu za taasisi za dini, kwa sababu tunatambua ninyi mna compliment zile juhudi zetu. Kwa hiyo wakati wote tunawashukuru sana, tunawapongeza sana, na nikuhakikishie kwa niaba ya serikali, yale yote mnayohitaji sisi tutaendelea kuyafanya, ikiwa ni pamoja na kuleta wataalamu mabingwa. Umepambana, umeleta vifaa tiba hivi, hatuwezi kukuachia mzigo peke yako, lazima na sisi tuwekeze. Wanaotibiwa hapa ni wananchi wetu, lakini pia tunatambua na ni watoe hofu, hata kule tulikojenga hospitali za wilaya bado tutaendelea kuzihudumia hospitali teule kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu lengo ni kuongeza maeneo ya kutolea huduma za afya na kuhakikisha huduma hizo zinakuwa bora zaidi. Tiba hivi vya kisasa tulivyovizindua leo, tunawashukuru sana sana sana. Nakushukuru sana Dr. Mwemezi na wenzako kwa kuwa mmetekeleza kwa vitendo kauli mbiu yetu ya Ijuka Omoka, Make Kagera Great Again. Ninyi ni mfano wa kuigwa, kwani mmeamua kuwekeza nyumbani kwa kuwagusa wananchi walio wengi na wenye uhitaji. Asanteni sana kwa kuyagusa maisha yetu. Tutatoa tuzo rasmi kwenu Disemba kwenye sherehe zetu za Ijuka Omoka. Hizi ni sherehe ambazo kupitia kikao chetu cha RCC tuliamua kwamba sasa ziwe rasmi kwa serikali. Whether Fatma Mwasa yupo au ameondoka, zitaendelea kufanyika kila Disemba kwa lengo la kuchachua au kuchechemua maendeleo ya mkoa wetu wa Kagera. Kwa hiyo kila mkuu wa mkoa atakayekanyaga Kagera atakabidhiwa dokumenti ya Ijuka Omoka. Lengo ni kuwaita nyumbani wana Kagera, wachechemue uchumi, tuboreshe afya, tuinue elimu na kadhalika na kadhalika. Aidha, shukrani zangu pia ziende kwa watumishi wote wa hospitali hii ya Ndolage kwa kujitoa na kutoa huduma bora kwa wananchi wetu. Nasema asanteni sana sana sana. Mganga mkuu asante sana. Mwenyekiti wa bodi asante sana. Tunakupenda sana. Ndugu zangu, naamini wote mtakubaliana nami kwamba maendeleo ya hospitali hii yana mchango mkubwa sana wa mwenyekiti wa bodi. Mwenyekiti wa bodi ana miaka 91, lakini ametoa hotuba kama kijana wa miaka 30. Ana energy, ana maono na anaamini tutafanya. I like the spirit. Thank you so much mwenyekiti. Tunakupenda sana 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 sana. Kipekee sana niwapongeze na naomba mwapigie makofi mengi madaktari, wauguzi wote wa Ndolage, bila kuwasahau wanafunzi wa chuo cha afya. Wanafunzi wetu wote wale wanafanya mazoezi hapa katika hospitali yetu, na kutokana na mchango wao wakati wanafanya mazoezi wamechangia hospitali hii kuonyesha ina wahudumu wengi wa afya, na hivyo huduma kuwa bora na za haraka sana, na hii inachangia watu wengi kukimbilia Ndolage. Mgonjwa hapa ukilazwa ukikohoa tu muuguzi kafika, ukitoa chafya cha daktari kafika. Ndolage oye!
hiyo mchango wa wanafunzi wetu si wa kubezwa. Tuna kila sababu ya kuwapongeza sana na kuwaunga mkono. Ndugu zangu, nihitimishe, ubwabwa usije ukapoa. Nihitimishe kwa kusema yafuatayo. Watu wengi huwa wanasema kwamba mimi ni mvivu sana wa kuzungumza. Ni mchapakazi hodari, lakini huwa anafanya kimya kimya, siongei. Na hii ni kweli. Lakini mara nyingi si uvivu as such, ila ni uoga. Mimi huwa naogopa sana kuongea. Kwa sababu Waswahili tuna usemi wetu, tunasema heri kujikwaa kidole kuliko kujikwaa ulimi. Heri kujikwaa kidole kuliko kujikwaa ulimi. Kwa hiyo huwa nakwepa sana kuzungumza ili nisijikwae ulimi. Na ukiona nimelisema jambo, jua nimelitafakari muda sana. Ndio nalisema, kwa sababu sitaki kujikwaa. Huwa najiedit sana kabla ya kuzungumza. Na kwa sababu najua huku wasomi wengi, maprofesa wengi, madaktari wengi. Sasa kabla sijahitimisha, naomba nizungumzie kidogo kuhusu usalama wa viongozi wetu wa dini. Naomba nitumie fursa hii kuwahakikishia viongozi wa dini, na bahati nzuri hapa nawaona viongozi wa dini wa pande zote, viongozi wa dini wa Kikristo na viongozi wa dini wa Kiislamu, lakini nitachanganya na viongozi wote wa kiroho, maana niliwahi kukosolewa, usiseme viongozi wa dini, sema viongozi wa kiroho. Sasa nasema, naomba niwathibitishie nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa wa Kagera, viongozi wote wa dini wa mkoa wa Kagera mko salama sana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, inatambua, inaheshimu na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na viongozi wa dini Tanzania. Tunatambua mchango wa kiroho, tunatambua mchango mnaotoa kwenye malezi ya kiroho, lakini tunatambua mchango mnaotoa katika huduma nyingine za jamii. Na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kuwalinda na kuwaenzi. Tutaendelea kuwalinda kwa nguvu zetu zote. Mko salama sana. Na labda niwaambie siri moja ambayo hamkuwa mkijua. Tumeimarisha baada ya matukio fulani, sisi kwetu tumeimarisha sana ulinzi. Na maeneo yenu tunayafanyia patrol za kutosha sana kuhakikisha mko salama. Hili niwaambie bila ya kuwa na mashaka yoyote. Na kama kulikuwa na muhuni yoyote ambaye alipanga njama au anapanga njama za kufanya jaribio lolote kwa nia ovu ya kuichafua serikali yetu, huyu asijaribu kufanyia jaribio lake Kagera, kwa sababu tutamshughulikia kikamilifu. Hatuko tayari kuona hadhi na heshima ya serikali yetu inachafuliwa bila sababu za msingi. Hivi jamani, mazuri yote haya, mema yote haya, neema zote hizi mnazotufanyia viongozi wa dini, tuwe na ubaya na nyinyi kweli? Inawezekana? Haiwezekani. Na narudia tena kuhakikishia, hatuna ubaya, tunawapenda sana, tunawaheshimu sana, tunawathamini sana, na tutawalinda
kwa nguvu zetu zote. Mheshimiwa Baba Askofu, huko nyuma kwenye risala nilisikia maombi, lakini pia na wewe ukihitimisha kuna mambo ya msingi uliyazungumzia. La kwanza ni kuhakikishia ambalo ili waziri wa afya atalishughulikia na liko ndani ya mamlaka yake, ni la watumishi. Hili na kuthibitishia atafanya kitu. La barabara ya lami, hili mimi na Mwijage tutahangaika nalo. Mzigo mzito mpe Muhaya. Na yeye Mwijage anasema mitano tena, na yeye yumo. Kama yumo lazima na hili nalo awe nalo kichwani. Mitano tena inaendana na majukumu. Na ninavyomjua, maana mkisema mimi king'ang'anizi kanifundisha Mwijage. Mwijage anaomba mpaka anagaragara chini. Yeye ndio mwisho wa matatizo. Kwa hiyo naamini hili tunaliweza. Nimeambiwa kwamba tutakuwa na harambee kwa ajili ya kutafuta standby generator. Lakini pamoja na sisi kuchanga hapa, lakini salamu hizi nitazifikisha kwake aliyekuwa awe mgeni rasmi, ili naye aone anatuchangia kitu gani. Liko lingine la ambulance. Hili ni muhimu sana. Sasa hili na lenyewe hili ngoja tulibebe, mimi nitajua wapi pa kwenda kuomba. Na kuomba si dhambi, na mimi kwa kweli ni professional beggar. Lazima na mimi nikaombe, na anayeomba upewa. Lazima tutafute ambulance. Lakini pia niwahakikishie kwamba sisi tutaposti wagonjwa wengi sana kuleta hapa. Wale watakaokuwa wanakwenda kwetu kwa vipimo tutawaleta hapa. Na especially wakina mama wengi tutawaleta hapa. Na niwaombe wanawake wenzangu, tuingie hapa tupime. Tuje tupime saratani ya kizazi, tuje tupime mammography, tupime matiti, saratani ya matiti. Watu wengi hatuendi hospitali mpaka tupate dalili. Hii sio sawa. Unawezekana ukawa huna dalili yoyote, lakini unaumwa sana. Mwezi uliopita mimi nilikwenda Dodoma kwenye mkutano. Nimeondoka hapa vizuri, shangwe na nderemo bebe na kwenda zangu. Nimefika Dodoma siku ya pili siwezi hata kutembea. Nimepelekwa hospitali, sitawaambia ninachoumwa, lakini daktari walipopima wakasema una wadudu wengi sana. Hebu fikiria, kila siku unakamata maiki unanguruma, yani tutafanya sana. Kumbe wadudu wamekushambulia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo yako magonjwa mpaka wewe ujijue unaumwa, umefika stage mbaya sana. Kwa hiyo kupimwa, tusisubiri tuumwe. Wenzetu, kama ambavyo una ratiba ya kwenda likizo kila mwaka, weka ratiba ya kupima vipimo vyote muhimu kila mwaka. Njoo hospitali, pimwa, ujijue afya yako. Na mimi kama nilivyosema wiki ijayo nitakuja. Advantage ya kuja hapa badala ya Muhimbili nitapanga foleni. Hapa nikija napata huduma nasepa Baada ya hayo mengi, ndugu zangu, nihitimishe kwa kuwashukuru wote mliohudhuria. Niwashukuru sana kwa kutusikiliza. Na sasa nitamke rasmi kwamba vifaa tiba vyetu vimezinduliwa rasmi. Asanteni sana.